Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media. Karibu tuyazungumze yale ya kimichezo. Na leo niko hapa Ramaha Ndani Finance kukujuza moja ya vitu ambavyo vimekuwa ni hot discussion huko katika mitandao ya kijamii, hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Kwenye swala la mpira bwana, hivi sasa issue ni Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Bodi ya ligi TFF ndio vitu ambavyo vinazungumzwa. Kwa masuala ya viongozi utamsikia rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, utasikia hapo anatajwa Rafat Haji, utasikia anatajwa viongozi wa bodi ya ligi wakina Almas Kasongo na wengine wakina Mguto, rais wa TFF mwenyewe Wallace Karia, wote hao wanatajwa kunako anga la kimichezo hivi sasa. Kwa nini wamekuwa ni hot story? Kutokana na kile ambacho kilitokea Machi 8 mpaka leo hii ilipofika siku ya jana tarehe 6 nadhani, wakatoa taarifa ya kupanga mchezo ambao waliughairisha pasipo kutoa taarifa ya kuhusiana na kile ambacho walikifanya, kwamba ni kwa nini walighairisha mchezo huo. Ndio maana sintofahamu ikawa kubwa kutokana na watu ambao wanadai kwa nini hawajafanya hivyo, hususan ni wale viongozi wa Young Africans. Nilimuona leo hii Hassan Bumbuli amefanya hivyo, aliokuaga miongoni mwa viongozi wa Young Africans katika idara ya habari na mawasiliano, lakini pia nikamuona Privadinho ambaye ni miongoni mwa viongozi katika digital, pia wenyewe wamedoubt kuelekea na hicho kitu. Lakini wonderful enough, mpaka bungeni leo hii kulikuwa kwa moto kutokana na hili swala la Young Africans moja na Simba. Sasa napenda kufahamu maoni yako ni yapi Mtanzania mwenzangu, na mimi nikiwa nawasilisha maoni yangu kwenye comment chini pale YouTube utaniambia maoni yako wewe ni yapi. Mimi binafsi kwenye kiki ambacho kinaendelea, nadhani usiasa umekuwa mwingi sana. Tumeingiza siasa kupitiliza katika mpira wetu, ndio maana unaona hivi vitu vingi vinatokea. Kuna ile hali ya kwamba Young Africans hawezi kushushwa daraja. Hii hali inaifanya Young Africans inakuwa na jeuri kubwa sana. Simba Sports Club hawezi kushushwa daraja, maana mpira wetu utashuka. Hiyo scenario inapelekea Simba kujimwambafai na kujiona wao ni wakubwa. Kwa maana fupi kabisa kwamba Simba na Young Africans wao wanajiona hawawezi kushushwa daraja na mtu yeyote ile, na mtu yoyote yule. Ndio maana wanafanya jinsi ambavyo wanataka. Ili kuthibitisha hilo, tarehe 8 usiku, tarehe 7 usiku mida ya saa 8 hivi, Simba aliposti hata shiriki mchezo namba 184 ambao ilibidi upigwe tarehe 8 Machi. Kwa sababu gani? Akaorodhesha pale. Kuna mabonsa wamewazuia, geti halijafunguliwa, umefanywa fujo, una viashiria vya rushwa, hakulikuwa kuna uvunjifu wa amani. Waliongea hivyo vitu. Je, swali linakuja, je, hivyo vitu vinatosha kughairisha mchezo? Jibu ni hapana. Lakini kwa nini Simba wao walichukua mandate na kusema hatutoshiriki huo mchezo? Wao kama nani wanaruhusiwa kughairisha mchezo? Jibu ni hapana. Lakini walifanya hivyo kwa sababu ya hiyo scenario ambao wamewekewa na nisijui niseme ni bodi ya ligi, sijui niseme, yani ni jinsi ambavyo tumekuta huo uongozi unaendelea, ndio watu wameondoka navyo hivyo. Simba hawezi kuhukumiwa kwa lolote lile, Young Africans hawezi kuhukumiwa. Ndio maana hawa Kulwa na Doto kila mmoja anafanya kile ambacho anakitaka. Hiyo scenario ikaisha kwa Simba, na Simba hawakuripoti kitu kingine chochote. Kilichobaki ni Young Africans ambao wao tarehe 8 walifika siku ya mchezo na kuhitaji kucheza huo mchezo ili wapewe alama 8. Wonderful enough, kamisa wa mchezo ama wahusika kwa kuendesha huo mchezo siku hiyo, kwa maana marefali na watu wengine hawakuhudhuria, kwa maana ya kwamba wamepata mandate kutoka TFF pamoja na bodi ya ligi. Kama hivyo basi unaona kabisa bodi ya ligi pamoja na TFF walishafanya mistake ya kwanza kuendana na kile ambacho Simba walikisema, wao wakaondoka nacho moja kwa moja. Ili dosari ambayo inaendelea sasa hivi isinge kuwepo, bodi ya ligi wasingeungana na Simba kwamba mechi imeahirishwa, wasingechukua na wenyewe wakaghairisha. Kwa sababu mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 3 ambao ndio mechi ilipangwa kupigwa, bodi ya ligi inafika majira ya saa 5 za asubuhi waliposti katika peji yao rasmi ya Instagram kwamba mchezo namba 184 kati ya wenyeji Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba bado upo pale pale. Dabi haina kipengele ukilete wewe. Ndivyo ambavyo waliandika katika ukurasa wao wa Instagram. Young Africans na wenyewe wakaposti dabi ipo, kwa hivyo tutahudhuria mchezo huo. Inafika majira ya saa 8, kwa maana ni I think kama masaa 3 hivi baadaye wakaposti kwamba mchezo umeghairishwa kwa sababu kuna uvunjifu wa amani, kuna viashiria vya rushwa, kuna hiki na hiki, kutokana na ile ripoti ya ama barua ya Simba ambayo wameitoa taarifa kwa kupitia Instagram yao. Sijui mnanielewa hapo.
Hiko ni miongoni mwa kitu ambacho bodi ya ligi na Simba walicheza hiyo mistake katika siku hiyo ya tarehe 8. Sasa hiyo mistake tunaweza kusema ilikuwa ni short term cause. Long term cause ndio hiki inakuja, ilikuwa ni long term cause. Short term cause ndio hivi sasa Young Africans walivyokuja kutoa barua yao, wametoa taarifa kwa umma kwamba hawachezi kwa namna yoyote ile. Bodi ya ligi walipotoa tarehe ya mchezo 15 mwezi wa 6, Young Africans wanaendelea kusimit kupitia mitandao ya kijamii, kupitia viongozi wao, mashabiki na wanachama kwamba hawachezi. Bungeni mashabiki na wanachama ambao ni wabunge kutoka Young Africans ambao na wenyewe ni wabunge wameshinikiza leo hii pia kwamba hatuchezi, wakiwa wanasema kwamba kuna namna siasa imetawala mpira wa Tanzania. Sijui mnanielewa hapo? Hii scenario mnaona jinsi ambavyo inaenda. Utagundua kwamba ni serious, siasa ndio kitu pekee ambacho kinaifanya mpira wetu unaharibika mpaka hivi sasa. Mimi naweza nikasema kosa lilifanywa na Simba Sports, kosa la kwanza. Kosa la pili lilifanywa na bodi ya ligi na TFF. Kwa sababu tunakumbuka baada ya Simba kusema hicho kitu, bodi ya ligi wakagairisha mchezo. Rais hakuwepo Tanzania. Rais wa bodi rais wa TFF Wallace Karia alikuwa nje. Nakumbuka alikuwa nadhani kitu kama Morocco hivi. Kulikuwa kuna mambo ya uteuzi ya viongozi kwenye shirikisho la mpira barani Afrika CAF. Aliporejea baada yeye sasa watu ndio wamemsubiria atoe utatuzi wa kile ambacho kinafanyika ama kinachoendelea, yeye akaamua kuconclude na kuungana na bodi ya ligi inavyotaka na Simba na kugairisha mchezo moja kwa moja. Young Africans wao hoja yao ni kwamba kama mmegairisha mchezo, tunataka mtupe sababu kwa nini mligairisha mchezo. Mkishazitaja sababu, wanahitaji kutolewe kwa mtoe kile ambacho mlisema kuna uvunjifu wa amani, viashiria vya rushwa, kuna watu wa mazuia Simba, muwataje ni wakina nani. Kwa hivyo wanamtaka mhusika mkuu ili aondoke. Kama mchezo unachezeka lakini kuna watu inabidi waondoke, nani ambaye aligairisha huo mchezo? Sababu kubwa ni ipi? Ndio kila Mtanzania anahitaji kuisikia kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Sababu kubwa ni ipi mchezo ukagairishwa, na kwa nini mmepanga tarehe ya mchezo bila kutaja sababu ambazo zimepelekea mkagairisha huo mchezo. Full stop. Ndo sababu, ndo kila ukitizama interview nyingi watu wakizungumza, viongozi mbalimbali, wabunge wamezungumza hivi, wanahitaji kufahamu hiyo scenario. Sio Young Africans wao wametoa malalamiko yao, hamjawajibu, mnaamka asubuhi mnakuja mnasema mechi tarehe 15. Ndio pale swali mnaulizwa sasa, je, hiyo mechi mnacheza Simba anacheza Simba na bodi ya ligi? Anacheza Simba na TFF? By the way, Simba anataka kucheza na Yanga. Yanga wametoa malalamiko yao. Nyie kama viongozi tunaomba muwajibu ili mpira uchezwe kwa afya ya football ya Tanzania. Bana, mimi nafsi haya ndio maoni yangu ambayo nimeamua leo hii kushare na nyie ndugu zangu wa Galaxy Media kupitia Galaxy Sports. Kwa hivyo nasubiria kuona komenti zenu nyie, mtaandika kitu gani pale chini ili twende sambamba. Mpaka kufikia hapo sina la ziada. Mimi naitwa Rama, and Finest mjini sina shamba. Bye bye.